Inawezekana ukawa ni mmoja kati ya watu ambao umekutana na taarifa nyingi kuhusiana na mke wa Barack Obama ambaye anaitwa Michelle Obama. Inawezekana umekutana na taarifa zake nyingi kwamba hakuzaliwa kama mwanamke bali alizaliwa kama mwanaume, baadaye akaja kuhamisha ama kubadilisha jinsia. Kama ambavyo ziliwahi kutoka pia ripoti kumuhusu mpenzi wa mchezaji wa Real Madrid pamoja na timu ya taifa ya Ufaransa, Kylian Mbappe, mpenzi wake kwamba alizaliwa kama mwanaume ambaye baadaye alikuja kubadilisha jinsia. Kwa Michelle Obama kuna nadharia nyingi ambazo zimekuwa zikimtaja kama miongoni mwa wanadamu ambao walizaliwa kama wanaume lakini baadaye wakabadilisha jinsia na kuwa wanawake. Nadharia ya kwanza itamtaja muigizaji maarufu wa vichekesho kutoka Marekani, anaitwa Joan Rivers, ambaye alifariki kwa matatizo ya kupumua mwaka 2014. Na imekuwa ikielezwa kwamba alipoteza maisha kwa kupewa sumu kwa makusudi ili tu aweze kufariki, kwa sababu komedi zake nyingi zilikuwa zinafichua sana siri hii ya Obama kumuoa mwanaume mwenzake na si mwanamke kama ambavyo wengi wamekuwa wakiona ama jinsi ambavyo imekuwa ikionekana. Lakini point ya pili inamtaja marehemu mama yake na Michelle ambaye aliitwa Mariana Robinson, ambapo inasemekana kwamba mwanamama huyo aliacha dokumenti nyingi za urithi ambazo zinamuelezea mwanae kwa maandishi ya My Son Michael, ikimlenga huyu ambaye tunamjua kama Michelle Obama, ambaye ni mke rais wa zamani wa Marekani Barack Obama. Lakini point ya tatu ama nadharia tatu inamtaja Michelle pamoja na Barack Obama na watoto wao wawili wa kike ambao ni Maria aliyezaliwa mwaka 1998 pamoja na Natasha ambaye alizaliwa mwaka 2001. Lakini hakuna taarifa yoyote ile ambayo iliwahi kuwepo kuwa Michelle ni mjamzito ama amewahi kuhudhuria clinic, na hakuna yoyote yule ambaye aliwahi kufahamu hatua zote za ujauzito alizopitia Michelle. Kutokana na kutokuwepo kwa taarifa hizo pamoja pia na hatua za ujauzito, zimekuwa zikichochea lile wazo kwamba Michelle ni mwanaume ambaye aliamua kubadilisha jinsia. Lakini pointi ya 4 ni kwamba ni zaidi ya mara 2 Barack Obama akiwa madarakani, katika baadhi ya hotuba yake amekuwa akijisahau na kumuita mke wake Michael badala ya Michelle. Men and women of the finest military in the world. Most of all, Admiral Mullen, Deborah, Michael and I. Na mara moja amekuwa kidai kwamba Michael ni jina lake la utani. Hii ni point ambayo pia imekuwa ikizua sana hisia na imekuwa ikichochea sana ukweli wa taarifa hizo. Lakini point ya 5 ni picha nyingi za Michelle zinazomuonyesha ni mtu ambaye ametunga misuli ya mwili, hata uso wake jinsi ambavyo umekomaa kama mwanaume, na kuna baadhi ya picha zake na video zake zimekuwa zikimuonyesha ametuna sehemu za mbele, yani katikati ya mapaja, sehemu zake za siri, jambo ambalo limekuwa likionyesha kama ana zile character za kuwa mwanaume. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo ama ni nadharia ambazo zimekuwa zikimuhusu Michelle Obama, ambapo zimekuwa zikiaminika kwamba kwa namna moja ama nyingine ni mwanaume ambaye aliamua kubadilisha jinsia. Though point namba 5 ya kuhusu picha na mwili wake kuwa umejengeka kimisuri imekuwa sio point ambayo imekuwa ikichukuliwa kwa ukubwa sana, kwa sababu watu wanaenda mazoezini, kuna wanamichezo wa kike pia ambao wamejengeka kimisuri, jambo ambalo kidogo limekuwa sio point ambayo inachochea zaidi uwepo wa taarifa hizi kwamba Michelle alizaliwa kama mwanaume. Lakini point ambayo imekuwa ikichukuliwa serious zaidi ni kuhusiana na jambo la Barack Obama kumuita mke wake ama kujisahau kumuita mke wake, kumuita Michael badala ya Michelle. Kama ni mmoja kati ya watu ambao umeshakutana na taarifa hizi ama nadharia hizi, niambie umeshawahi kuziamini kwa asilimia ngapi?